Hujambo na karibu mtazamaji wetu, ambapo hapa nimekuandalia taarifa kubwa sana kutoka nchini Uturuki. Uturuki imeongeza kasi katika uendelezaji wa kombora lake la masafa marefu la Typhoon Block 4 baada ya kampuni ya Roketsan kutangaza kuwa habari njema kuhusu mfumo huo zitatangazwa hivi karibuni. Kauli hiyo imetafsiriwa kwa wadau kama ishara ya kuanza kwa awamu mpya ya majaribio ya kombora hilo ambalo linatajwa kuwa na uwezo wa mwendo wa hypersonic na uwezo wa kushambulia umbali unaokaribia kilomita 1000. Tangazo hilo lilitolewa tarehe 18 Novemba mwaka 2025, linakuja wakati Uturuki ikiendeleza mikakati mipana ya kujenga uwezo wa kujitegemea katika teknolojia ya makombora na mifumo ya ulinzi wa anga. Typhoon Block 4 ni kizazi kipya ndani ya familia ya makombora ya Typhoon, mfululizo uliojengwa juu ya teknolojia bora lakini ulioboreshwa zaidi katika masafa, usahihi na kasi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka maonyesho ya IDEF 2025, Typhoon Block 4 limeongezeka ukubwa hadi takribani mita 10 kwa urefu na uzito wa zaidi ya tani 7. Mabadiliko haya yaliwaweka kwenye daraja jipya la makombora ya masafa ya kati, likiwa na uwezo wa kufikia kilomita 1000 na kasi ya hypersonic inayozidi Mach 5. Kombora hili linatumia mafuta imara, linaongozwa na mfumo mseto wa GPS pamoja na uongozaji wa ndani, na limeundwa ili kuzinduliwa kupitia magari ya ardhini ambayo yanaweza kufichwa na kuhamishwa kwa urahisi ili kuepuka mashambulizi. Typhoon tayari limepitia majaribio kadhaa tangu jaribio lake la kwanza mnamo Oktoba 2022, ambapo lilisafiri zaidi ya kilomita 560 kutoka Rize Advin hadi eneo la Sinop. Majaribio yaliyofuata mwaka 2023 na 2025 yalithibitisha uwezo wa masafa ya kilomita 500 hadi 800 na usahihi wa takribani mita 5. Mnamo Mei 2023, Wizara ya Ulinzi ilitangaza kuanza kwa uzalishaji wa awali wa mfumo huo. Toleo la Block 4 lilionekana kwa mara ya kwanza katika IDF 2025, limeongeza uwezo zaidi wa safu ya Typhoon. Mnamo Oktoba 2025, Uturuki iliripoti jaribio lililofanikiwa la Block 4 katika mazingira ya kombora la kutokea ardhini kwenda baharini, huku taarifa zikionyesha kuwa majaribio zaidi yameidhinishwa na uzalishaji mkubwa ukitarajiwa kuanza mwaka 2026. Maendeleo ya Typhoon Block 4 yanakwenda sambamba na utekelezaji wa mifumo mingine muhimu ya ulinzi kama Saipa, mfumo wa masafa marefu wa kukinga anga na makombora, pamoja na usanifu wa ulinzi wa tabaka nyingi uitwao Steel Dome. Kupitia muunganiko huu, Uturuki inalenga kuwa na uwezo wa kuzuia mashambulizi na wakati huo huo kuwa na uwezo wa mashambulizi ya umbali mrefu unaojitegemea bila kutegemea teknolojia kutoka nje. Kijeshi, Typhoon Block 4 inaiwezesha Uturuki kulenga maeneo muhimu katika Mediterranean ya Mashariki, Bahari Nyeusi, Aegean na baadhi ya maeneo ya Mashariki ya Kati, hivyo kuongeza uzuiaji wa kukwamisha mipango ya upinzani watarajiwa. Kijiopolitiki, mafanikio haya yanaimarisha nafasi ya Uturuki ndani ya NATO na kuongeza ushawishi wake katika eneo, hasa kutokana na kupungua kwa utegemezi wa teknolojia ya nje. Kiviwanda, mradi huu unaibua nafasi mpya ya Roketsan katika kujenga mfumo wa kitaifa wa uzalishaji wa makombora na mifumo ya kisasa ya ulinzi, jambo lenye uwezo wa kuongeza ushirikiano wa kimataifa na mauzo ya nje. Hatua ya Roketsan kutangaza habari njema kuhusu Typhoon Block 4 ni ishara ya kasi mpya katika safari ya Uturuki ya kujijenga kama taifa lenye uwezo kamili na ukuzaji wa makombora. Kwa maendeleo yanayoendelea ya Saipa na Selik Cube, Uturuki inaunda mfumo wa pamoja wa mashambulizi na ulinzi ambao unatarajiwa kubadili tathmini nyingi za kijeshi katika eneo la Mediterranean, Mashariki ya Kati na Bahari Nyeusi. Mtazamaji, hii ni moja kati ya habari kubwa kutokea nchini Uturuki, ambapo imepanga mpango endelevu wa kuboresha makombora yake ya Typhoon Block 4, moja kati ya makombora hatari yenye uwezo wa kusafiri takribani kilomita 500 hadi kilomita 800. Kwa taarifa zaidi usisahau kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.